Chuo Kikuu cha Dodoma kimeunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika matumizi ya teknolojia za kidijitali ili kuboresha ufanyaji kazi nchini. Hayo yamebainishwa na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Lugano Kusiluka wakati wa hafla ya kuwapongeza wanafunzi wa chuo hicho walioibuka washindi katika mashindano ya kimataifa ya kiteknolojia Huawei Global ICT Competition 2025 iliyofanyika katika ukumbi uliopo kwenye jengo la utawala la chuo hicho, iliyoambatana na utoaji wa cheti na tuzo maalumu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwamba vijana wetu ambao walikwenda kutuwakilisha katika mashindano ya tehama yanayoandaliwa na kampuni kubwa kabisa ya teknolojia hapa duniani ya Huawei walisafiri salama na wamerudi salama. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Wote tunajua habari ya safari za anga wakati mwingine huwa sio safari nzuri sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, sisi kama taasisi na sisi kama walezi na wazazi wa vijana hawa tunafurahi kwamba wamerudi salama. Pili, tunawapongeza vijana wetu kwamba mlikuwa wasikivu, na nilipokuwa ninawaagiza hapa kwamba mrudi na medali, najua mmerudi na medali, mnazo. Najua ulimwengu wa dikto hawatoi makombe makubwa, wanatoa tu medali. Kwa hiyo kwetu sisi kama chuo kwa kweli mmetupa heshima kubwa sana. Lakini pia kama nchi mmetupa heshima kubwa sana. Kwa idadi ya washiriki kutoka pembe zote za dunia, unapozungumza habari ya nchi 100, vyuo vikuu 2000 na zaidi, wanafunzi 960 na timu 179 zilizoshiriki. Maana hii ya kwetu nayo ni timu. Kwa hiyo kulikuwa na timu 179 zenye watu kama 79 zenye watu wengi namna hii. Na hapa hatuzungumzi habari ya nchi zinazoendelea. Tunazungumza nchi duniani hapa, including nchi ambayo Huawei ndio makao yake makuu. Kwamba mliweza kupambana na wote hao na mkashinda. Kwa kweli kwetu kama taifa kwanza ambalo ndio lilijenga chuo hiki, lakini na sisi ambao tumepewa dhamana ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanapata fursa nzuri ya kuelimika, tumefurahi sana kwamba mmetuinua na mmetubariki. Naomba makofi kwa ajili ya vijana wetu. Huu ushindi sio mdogo. Najua kwanza mchakato wenyewe wa ushindi na mashindano kuanzia hapa chuo kikuu kwenyewe hapa mlikuwa mnashindana, mkaenda kwenye ngazi ya taifa, mkaenda kwenye ngazi ya kanda ya Afrika, alafu kwenda kwenye ngazi ya kiulimwengu. Haikuwa kazi ndogo. Naona mnaonekana hata kilo mmepunguza, kwa hiyo nimeje kwamba haikuwa kazi ndogo. Na ile tu mawazoni kwamba naenda kushindana kwa ajili ya nchi yangu, huwa ni kitu ambacho kinakubebesha mzigo mkubwa sana. Na hasa kama unatambua kwamba kuleta heshima kwa nchi yako sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana wote kwa kazi mlioifanya, na kwamba mmeonyesha kwamba Tanzania ni taifa ambalo linaweza kushindana hapa duniani. Tena katika ulimwengu huu wa teknolojia. Mataifa makubwa mliokuwa mnashindana nayo au wanaotoka mataifa makubwa, nadhani walipokuwa wanasikia Tanzania, wengine wenda walisikia mara ya kwanza katika mashindano hayo. Kwa hiyo kama msikia mara ya kwanza, unajua huyu sasa huyu ndio anatoka wapi, anakuja kutusindikiza. Badala yake mkawageuza wao wakawa wasindikizaji. Hii ni heshima kubwa sana kwenu, ni heshima kubwa sana kwa chuo chetu, lakini ni heshima kubwa sana kwa Tanzania. Ni heshima kubwa mno. Manake mnafungua milango mingi kwa ajili yenu, kwa ajili ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia kwa Watanzania. Manake kwenye ulimwengu wa tehama
na teknolojia za kidijitali, Tanzania itaonekana, UDOM itaonekana, na ninyi mtaonekana. Na walimu wenu hata kama hawaonekani hapa kwenye picha, kwa kuwa mko chuoni, inajulikana kwamba kuna watu wanaowapika hawa watu. Kwa hiyo naomba hata wale walimu, wakati mwingine wahadhiri wenzangu hapa, mnapoandika CV zenu, muweke kipengele sisi tulikuwa ndio tunafundisha washindi ambao walipata Global Award ya ICT. Hakuna ubaya. Unapotafuta kazi, include that one. Kwamba was one of them. Profesa Kusiluka akatumia fursa hiyo pia kutoa tangazo kwa umma. Sasa mimi kama makamu mkuu wa chuo ninautangazia umma, kama unataka kupeleka vijana wako kwenda kusoma mambo ya tehama, walete UDOM. Hapa utakuwa na uhakika kwamba watatoka vijana ambao wameiva vizuri. Na tunafuatilia, na wala hii sio kujigamba, tunafuatilia vijana wetu wanapokwenda kazini wanafanya vizuri sana. Na wengine huo wanapata kazi hata kabla ya kumaliza. Akizungumzia mchakato wa ushiriki wa mashindano hayo, kaimu rasi wa ndaki ya sayansi ya kompyuta na elimu angavu, Daktari Florence Upendo Rashid amesema hawa wanafunzi ili waweze kushiriki kwenye mashindano haya, Huawei wanatangaza muda wa kuanza kwa hii program, na wakitangaza kwa sababu sisi kwenye Chuo Kikuu cha Dodoma Huawei walitupatia lab inaitwa Huawei ICT Lab. Kwa hiyo tuna klabu ya Huawei. Kwa hiyo kupitia ile klabu wanafunzi wote wanaotaka kushiriki haya mashindano kwa mwaka ule kwa mwaka husika wanajiandikisha. Kwa hiyo wakishajiandikisha kunapangwa tarehe ya preliminary, mtihani wa kwanza kabisa, kwamba wote waliojiandikisha wanafanya. Baada ya kufanya ile preliminary unafanyika mchujo, wanaingia stage nyingine ambayo ni ya taifa. Kwa hiyo pale wanafanya tena mtihani, wakishamaliza ile stage ya taifa wanachujwa tena. Wakishachujwa kunaingia stage ya regional. Kwenye regional wanachujwa tena, ndio wanapatikana wakwenda kwenye global, ambapo sisi wa kwetu mwaka huu walifanikiwa kufika kwenye level ya global, na moja katika network track ameshinda kwamba ile zawadi ya juu kabisa katika mashindano haya. Naye mwanafunzi Siegfried Nyaki akizungumza kwa niaba ya wenzake waliopata ushindi katika mashindano hayo, ametoa wito wa kutokata tamaa. Tunashukuru sana, tumerudi na ushindi, lakini kingine ninachoweza kuambia wanafunzi wenzangu, tuna safari ndefu ya kuyafikia mafanikio, na njia ya kuyafikia haya mafanikio inabidi tuhakikishe tunafanyia kazi kile tunachokiamini siku moja kitatulipa kwa kutupatia ajira baadaye. Inaweza ikawa isiwe ni kwa karibu sana, hata kama ni muda umechelewa, lakini tunatakiwa to trust the process. Tusome kwa bidii, tufanyie kazi yale tunayoamini yatatupa kazi siku moja, ili tusaidie familia zetu, tusaidie na wale watakaohitaji msaada kutoka kwetu. Hicho ndio ninachoweza kuambia, tusikate tamaa. Najua pressure za kazi ni nyingi, za kupata ajira kwa wanafunzi, najua hiyo pressure ipo, lakini tuendelee kufanya kazi, kusoma kwa bidii, kutokata tamaa, kumwomba Mungu, then God will provide. Nashukuru sana. Wanafunzi waliopata cheti cha pongezi na tuzo maalumu kutoka kwa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Lugano Kusiluka baada ya kushinda katika mashindano ya tehama yaliyofanyika Shenzhen nchini China ni Siegfried Nyaki, Felix Kuluchumila, Godlove Hypolite na Paul Nkingwa.